Naam. Wako about 50 licenses. Hello. Nimetoka hapa kutoa permit ya mkutano ya sana. Na nimepewa kibali ya kufanya mkutano. Songea karibu bwana Talamu. Tuko live kwa kuiga Isaya. Kwa hivyo mbona Talamu uko kwenye kituo cha polisi hapa? Nilikuja kuomba permit kufanya mkutano saa 8 pale Total. Mkutano na husu nini? Kwa hivyo tutakuwa na mkutano saa 8 kuhusu mambo haya. Saa 8. Saa 8. Kama nimekubalia tuandae hiyo mkutano. Lakini kabla ya mkutano bwana Talamu, ndio maana pia tumefika hapa kuripoti kisa hicho cha watu kudhulumiwa hapa. Tuko na victims, hata tuko na kijana yuko hospitalini. Tuko na bubu asungumzi, ndio tunaripoti. Tumezungumza na bwana OCS, akasema yuko nyumbani na ametupatia deputy wake OCS. Kwa hivyo atatubrief kama pia OCPD yuko, tutaweza kumoji. So kwa hivyo tunaomba tusikie kauli yake sasa. Hiyo maneno ilinigusa na kama viongozi wa hapa tunakataa, tunakemea kwa vile kila mtu ako na haki ya kutembea, ako na haki ya kufanya biashara, ako na haki ya kufanya chochote bora asitulumu mtu mwingine. Lakini hao vijana ambao walienda kupatikana kwa pool, sawa bwana Talamu, walikuwa wanaendelea na shughuli zao. Ni kama usiasa kuna shughuli, naomba nimpate kabla aondoke ofisini pake. Kwa hivyo wakili, tuende hivi. Atupate hiyo ofisi yake. Tunaenda ofisini kwa OCS. Mimi najua hapo. Twendeni tu. Tunakwenda kwenye ofisi ya OCS hapa. Kwa utaratibu, mnifuate tu. Mnifuate tu. Ofisi ya bwana OCS hapa. Ndio tupo hapa kuuliza haki ya bwana OCS ama vijana hapa katika eneo hili la Nandi. Tunaingia kwenye ofisi ya bwana OCS. Ukiangalia kwa upande hapo, hii ni Sub County Police Command Headquarters. Hii ni ofisi ya OCPD, lakini tunarejea moja kwa moja kwenye ofisi ya bwana OCS. Kwa usalama tu, vijana wako na amani hapa. Hapa tupo kwenye kituo cha Nandi hapa. Huyu ni naibu OCS, ofisi yake ndio hii. Nimeambiwa OCS yuko nyumbani, alikwenda leave. Atatubrief bwana OCS nini kitafuata baada ya hapa. Na nimefurahia vijana manaka wako na amani Na mimi naomba vijana tuweke nini? Amani. We present our issues kwa njia ya amani bila kelele wala kuchafua amani. Labda tusikilize anasemaje bwana naibu OCS hapa Nandi. Okay. Ningeomba msinichukue kwa sababu I'm not allowed to speak. But it's a public interest, iko kwa public domain. In fact hata ukizungumza hapa because OCS yuko, it's a delegated responsibility na ni public issue, utakuwa umekuwa station. Okay, already the OCPD is aware you are here. Okay. I've informed him. He says he's around hours. Anakuja. So if you stay calm, I urge you to stay calm. Yes. He'll be here in the next around 20 minutes. Also, you know, from Awasi to here ni muda mfupi. So ninaomba kwa unyenyekevu tumungoje. So will you be able to maybe register their complaints as the complainants in the meantime as we wait for the OCPD? Tuko na vijana 7 and they were 15. We kindly request chukua their complaints, waweke statements zao, then we wait for the OCPD now to respond. Who are these officers? Anyone is allowed to make a report. Haya, so bwana wakili na kuomba chukua hiyo nafasi na hawa vijana wa make statement wale ambao waliumia, alafu as we wait for the OCPD to make that particular response. Wale waliumia, vijana walipigwa hapa. Wako wengi, walikuwa 20. Sasa unajua watu hawajui haki zao bwana OCS. Nilikuambia saa zile, unajua hao vijana hawakujua kwanza hao officers wametoka pande gani. So unajua kama umechapwa na officers wanadhani wanatoka hapa, alafu sasa hata ukifika almost every officer in this station. I don't think unajua nini bwana OCS? Naibu OCS, tumeshangaa pia tuko na kijana ambaye ni Buba Sungumzi. Yuko hapa na amepigwa. You can imagine someone who is not na akapigwa na ndio hapa na asungumzi. Haelewi nini inaendelea. Haya, kijana huyu na wengine pia mbali na kuchapwa wanaripoti kwamba waliporwa pesa zao na simu zao na kiboko. Utadocument hapo, utaweka kwenye nini pale. Hii ni taarifa ambayo inafuatiliwa na
wa Kenya wote, taifa la Kenya, wakiwemo wabunge, wapo maseneta. Seneta Anandi amezungumza, rais anatazama, Rais William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya. Na mimi nataka niseme hivi, hapa hatumlaumu rais. Tunazungumzia visa vya baadhi ya maafisa wa polisi. Rais yuko kando kabisa, hahusiki kwa vyovyote vile, lakini tunazungumzia baadhi ya maafisa ambao ni watepetevu. Wapo maafisa wa usalama ambao wanafanya kazi nzuri sana katika sekta ya polisi, sekta ya usalama, lakini polisi kama hawa ambao wanakeuka sheria ya taifa la Kenya. Au Constitution 2010 ilileta mambo ya reforms kwa mambo na polisi, mambo na usalama, na tudhani kama tungali tuko na polisi ambao wanadhulumu wa Kenya hivi. Ndio maana mimi kama gwiji nimechukua hatua hii kufika hapa moja kwa moja kuuliza haki za wananchi hapa, na taarifa ama wanahabari wengine pia wako njiani wakifika hapa kutueleza mambo. Kwa hivyo tumehudumiwa na naibu OCS hapa. OCS alikwenda leave na nimesema naye Bwana Otieno. Sasa ametupatia dereva hapa ambaye ni naibu wake, ametueleza hapa. Tutaweza kuripoti ile kisa cha vijana kupigwa hapa. Tuko na karibu vijana ngapi? Karibu vijana 10 hadi kwa sasa ambao wanaandikisha taarifa hii na wanazidi kuja. Hatutaondoka hapa hadi shughuli hii iweze kama haki kwa vijana kuweza kufanya. Na vile vile bwana taalamu huyu ameweza kuweza kuelezana nini kilijiri, na labda si jambo zuri sana hapa vijana kupigwa katika masuala wakitumia mbini kama hivi. Vijiji vya kuchezea pool vilitumika pia.